Mnamo siku ya Jumapili, kombora lililovurumishwa kutoka Yemen na waasi wa Houthi lilianguka karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion huko nchini Israel na kusababisha kusitishwa kwa muda kwa safari za ndege na kuibua wasiwasi kuhusu uwezo wa Israel kujilinda dhidi ya mashambulizi ya mbali. Jaribio lililoshindikana la kuzuia kombora lililorushwa kutoka Yemen lililazimisha Israel kufunga kwa muda uwanja wake mkuu wa kimataifa siku ya Jumapili, jambo lililoonyesha udhaifu wa nchi hiyo na uwezo endelevu wa waasi wa Houthi kushambulia malengo ya mbali licha ya kampeni ya kijeshi ya Marekani inayoendelea. Safari za ndege zilisitishwa katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion karibu na Tel Aviv kwa takriban dakika 30 asubuhi ya Jumapili baada ya kombora kutua karibu na uwanja huo, kufuatia kile jeshi la Israel lilisema kuwa ni majaribio kadhaa ya kuzuia kombora hilo. Matokeo ya jaribio la kuzuia kombora hilo bado yanachunguzwa, jeshi la ulinzi la Israel IDF lilisema. Jeshi la Israel lilirusha kombora lake la kuzuia la masafa marefu aina ya Arrow dhidi ya kombora lililokuwa likielekea nchini humo, msemaji wa IDF alisema. Marekani pia ina mfumo wa hali ya juu wa ulinzi wa makombora ujulikanao kama Thahadi uliowekwa huko nchini Israel. Kundi la waasi wa Houthi linaloungwa mkono na Iran lilidai kuhusika na shambulio hilo, likisema lilifanyika kama upinzani dhidi ya uhalifu wa mauaji ya halaiki unaofanywa na Israel dhidi ya watu wa Gaza. Kundi hilo baadaye lilionya kuwa linaweza kushambulia tena na lingeweza kuiwekea Israel marufuku kamili ya anga kwa kulenga viwanja vya ndege mara kwa mara, hasa uwanja wa Ben Gurion. Liliataka mashirika ya ndege ya kimataifa kupanga upya safari zao na kufuta safari zote za ndege kuelekea viwanja vya ndege vya Israel. Shambulio hilo linaonekana kuwa mara ya kwanza kwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Israel kulengwa kwa mafanikio na kundi hilo. Mfumo wa ulinzi wa Marekani na Israel ulishindwa kuzuia kombora lililolenga uwanja wa ndege wa Ben Gurion, msemaji wa kundi la waasi la Houthi Yahya Saree alisema katika taarifa, akiongeza kuwa uwanja huo ulilengwa kwa kombora la balistiki la hypersonic. Naye waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliahidi mashambulizi zaidi dhidi ya kundi la Houthi. Tulishawahi kuchukua hatua kabla, tutachukua tena. Siwezi kufafanua yote. Marekani kwa kushirikiana nasi pia inachukua hatua dhidi yao. Si shambulio la mara moja, kutakuwa na mashambulizi mengine, alisema Benjamin Netanyahu katika hotuba ya video iliyowekwa kwenye mitandao ya kijamii. Katika chapisho kwenye ukurasa wa mtandao wa X baadaye, Benjamin Netanyahu aliahidi pia kujibu Iran, akisema kwamba Israel itajibu shambulio la Houthi dhidi ya uwanja wetu mkuu wa ndege kwa wakati na mahali tutakapochagua kwa mabwana wao wa kigaidi kutoka Iran. Naye waziri wa ulinzi wa Israel Katz alionya kuwa majibu yatakuwa mara 7 zaidi. Naye waziri wa ulinzi wa Iran Azizi Nasrizadeh alisema kwamba Iran itajibu shambulio lolote dhidi yake. Shirika la habari la MEA linalohusiana na serikali ya Iran lilimnukuu akisema kwamba ikiwa tutashambuliwa au vita vitalazimishwa, tutajibu kwa nguvu. Tutashambulia maslahi yao na kambi zao na hatutasita wala kuweka mipaka yoyote, Nasrizadeh aliambia runinga ya Iran kwa mujibu wa shirika hilo la habari la MEA. Sisi si maadui wa nchi jirani, wao ni ndugu zetu, lakini kambi za Marekani zilizo kwenye ardhi yao zitakuwa malengo yetu, alisema waziri huyo. Nalo baraza la usalama la Israel lilikutana siku ya Jumapili mchana kujadili tukio hilo, kwa mujibu wa afisa mmoja wa Israel. Tukio hilo linaashiria uvunjaji mkubwa wa usalama katika moja ya maeneo yanayolindwa zaidi nchini humo, na huenda likaibua maswali kuhusu uwezo wa Israel kuzuia mashambulio kama hayo licha ya mfumo wake wa ulinzi wa makombora unaosifiwa duniani.
Uchunguzi wa awali wa jeshi la ulinzi la Israel IDF haukuonyesha hitilafu yoyote kwenye mifumo au taratibu, lakini kulikuwa na tatizo la kiufundi kwenye kombora la kuzuia lililozinduliwa dhidi ya kombora la Houthi, jeshi hilo lilisema. Treni zinazoenda na kutoka uwanjani humo pia zilisitishwa na polisi waliomba umma kuepuka kuelekea eneo hilo. Picha kutoka eneo la tukio zilionyesha mabaki ya kombora kwenye barabara ya kuelekea jengo kuu la abiria. Video iliyosambaa mitandaoni pia ilionyesha athari ya kombora hilo na moshi mweusi ukipanda angani. Mashirika ya ndege ya Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines pamoja na Eurowings yamesitisha safari zake kuelekea na kutoka Tel Aviv hadi baada ya Jumanne ya Mei 6, kwa mujibu wa msemaji wa Lufthansa Group aliyezungumza na shirika la habari la CNN. Amir Ban Shalom, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kijeshi wa redio ya jeshi la Israel, alisema kombora hilo lilionyesha usahihi mkubwa na uwezo wa kupenya ulinzi wa anga wa Israel. Walikuwa sahihi sana, na ukiweza kuwa sahihi kwa umbali wa kilomita 2000 ni jambo la kuvutia, Bar Shalom aliliambia shirika la habari la CNN. Na lazima kuchukulia tishio hili kwa uzito. Tunapaswa kuangalia kama ni kosa letu au kama kuna tishio jipya hapa, alisema mchambuzi huyo. Iran inaendelea kuendeleza makombora ya masafa marefu yenye uwezo wa kukwepa ulinzi wa anga, Bar Shalom alisema, ingawa haijabainika kama teknolojia hiyo ya hali ya juu imetumwa kwa kundi la Houthi. Aliongeza kuwa jeshi litaangazia vipengele vyote vya kushindwa kuzuia kombora hilo, ikiwemo muda ambapo sensa ziligundua kombora hilo, mifumo iliyoitambua na jinsi kombora la kuzuia lilivyokaribia kulilenga. Kuna vipengele vingi vinavyoweza kuathiri matokeo ambayo lazima yachunguzwe, alisema mchambuzi huyo. Kundi la Hamas la wapiganaji wa Palestina limesifu shambulio hilo likiita Yemen ni ndugu wa Palestina, kwani inaendelea kupinga nguvu dhalimu zaidi, ikikataa kunyenyekea au kushindwa licha ya mashambulizi yanayokumba taifa hilo. Shambulio la Jumapili linaashiria siku ya 3 mfululizo ya mashambulizi ya makombora kutoka Yemen kuelekea Israel, kwa mujibu wa jeshi la ulinzi la Israel IDF. Houthi wanadai kuwa makombora yao ya hypersonic yana teknolojia ya kujificha na yanaweza kufika umbali wa kilomita 2150, yakiwa na uwezo wa kujigeuza angani na kusafiri kwa kasi ya hadi Machi 16. Tangu vita vya Israel dhidi ya Hamas huko Gaza kuanza mnamo Oktoba mwaka 2023, nchi hiyo imekuwa ikishambuliwa kwa makombora na maroketi kutoka Hezbollah ya nchini Lebanon na Houthi kutoka Yemen, ambao wanasema wanaishambulia Israel kwa mshikamano na Wapalestina. Karibu makombora yote yamezuiliwa na mfumo wa ulinzi wa anga wa Israel. Lakini mnamo Disemba mwaka jana, kombora la Houthi liligonga mji mkuu wa kibiashara wa Israel, Tel Aviv, baada ya jaribio la kuzuia kushindikana na kusababisha majeruhi zaidi ya 12. Houthi walidai kuwa walirusha kombora la ballistic la hypersonic lililopewa jina la Palestina 2 kuelekea lengo la kijeshi la Israel eneo la Jaffa. Na mnamo mwezi Julai mwaka jana, Houthi walidai kuhusika na shambulio la drone lililosababisha vifo Tel Aviv, ambalo ni shambulio la kwanza la aina yake jijini humo na kundi hilo. Israel imezindua mashambulio kadhaa dhidi ya Houthi nchini Yemen, ikiwemo kushambulia kituo cha umeme na bandari mnamo mwezi Januari mwaka huu. Lakini jeshi la Marekani limeendesha mashambulizi mengi zaidi ya kijeshi dhidi ya malengo nchini Yemen wiki za hivi karibuni, kwa lengo la kudhoofisha kundi hilo ambalo mashambulizi yake dhidi ya meli kwenye Bahari Nyekundu yamevuruga sana biashara ya dunia. Kampeni hiyo pia inalenga kuzuia mashambulizi yanayoelekezwa Israel pamoja na meli za kibiashara na za jeshi la wanamaji la Marekani zinazofanya kazi katika eneo la Mashariki ya Kati. Mapema mwezi uliopita, gharama ya kampeni hiyo ya Marekani ilikuwa imekaribia dola bilioni 1 ndani ya wiki 3 tu, ikiwa ni pamoja na kupelekwa kwa mabomu ya B2 na matumizi ya mamilioni ya dola kwa silaha za hali ya juu. Lakini hata hivyo, kampeni hiyo haijafaulu kwa kiasi kikubwa kuvuruga uwezo wa kundi la Houthi kuzindua makombora ya ballistic dhidi ya Israel. Mifumo ya ulinzi wa makombora ya Israel huzuia mashambulizi hayo mara kwa mara,
mara, lakini baadhi hupenya hadi ndani ya taifa hilo la Israel. Tutazidi basi kukujuza zaidi na zaidi kila ambacho kinaendelea katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Hii ni Habari 24 Channel ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubofya neno subscribe, na utaendelea kupokea habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.